Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na wanaharakati walaani kufungwa kwa mtandao wa X Tanzania. Gaza imekuwa mbaya zaidi kuliko Jehanamu duniani, shirika la Msalaba Mwekundu la sema. Kiongozi mkuu wa Iran akosoa pendekezo la Marekani la makubaliano ya nyuklia. Mwanasiasa afutwa kazi kwa kumtembelea Nabii Bushiri Afrika Kusini. Kenya yatuhumiwa kutumia sheria ya uhalifu wa mtandao kukandamiza upinzani. Watu 5 wauawa katika shambulio dhidi ya msafara wa misaada ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan. Nchini Tanzania, waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya Jerry Silaa amesema serikali nchini humo ilifunga mtandao wa kijamii wa X mwezi uliopita kuwazuia wananchi wa taifa hilo kutotazama picha za video za ngono. Rais wa Angola Joao Lourenco amehimiza mataifa ya Afrika kuongeza uzalishaji wake wa chango kwa lengo la kukabiliana na magonjwa ya milipuko. Naam. Na tumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Kituo cha sheria cha haki za binadamu kimeelezea kusikitishwa kwake kwa pia kimelaani uamuzi wa hivi punde wa karibuni kwa serikali ya Tanzania wa kufunga mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter. Hatua hiyo imedhibitishwa na waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia Jerry Silaa wakati wa mahojiano na kituo cha televisheni. Kwa mjibu wa Silaa, uhalali wa serikali kwa hatua hii unatokana na sera za maudhui za jukwaa ambazo zinadaiwa kuruhusu maudhui yanayokiuka sheria na maadili ya Tanzania. Wanaharakati wanadai kurejeshwa mara moja kwa mtandao huo wa X, Clubhouse, Telegram na majukwaa mengine yote yaliyowekewa vikwazo. Umeitaka serikali kuhakikisha kunakuwa na uwazi katika michakato ya udhibiti wa kidijitali na kushirikisha wadau katika kuunda sera za udhibiti wa maudhui zinazoheshimu haki za binadamu, pia kwa kuzingatia wajibu wa kikatiba wa kimataifa kulinda uhuru wa kujieleza, upatikanaji wa habari na haki za kidijitali.
Wakati huo nchini Tanzania, ambapo waziri wa habari na mawasiliano na teknolojia Jerry Silaa amesema serikali nchini humo ilifunga mtandao wa kijamii wa X mwezi uliopita kuwazuia watu wa taifa hilo kutazama picha za video za ngono. Katika mahojiano ya televisheni ya taifa hilo, waziri huyo ameelezea kuwa serikali inalinda maslahi ya Watanzania na kuhakikisha kuwa mitandao hiyo inakuwa salama. Mtandao wa X ulifungwa mwezi Mei, wakati mitandao ya kijamii ya taasisi za serikali kama polisi kudukuliwa na kuchapishwa kwa taarifa za upotovu. Wakabadilisha sera yao ya content, sera ya maudhui. Mwezi Mei mwaka 2024, X wakabadilisha sera yao ya content, sera ya maudhui, ambayo inaenda kinyume na kifungu cha 16 cha kanuni ya maadili ya maudhui ya online, ambao sasa ukienda Twitter unaanza kuta picha za ngono, unakuta ngono za jinsia moja, mambo ambayo yanaendana kinyume na sheria za nchi, tamaduni, mila na desturi zetu. Sisi kama serikali, kazi yetu ni kuhakikisha kila kinachofanyika kinafanyika katika kumlinda Mtanzania. Kwa hiyo kama umeona kuna baadhi ya mtandao, sio lazima uwe X, mtandao wowote, hata YouTube, ukiona kuna kitu unakisearch ukipati, ujue ni kazi inayofanywa na serikali kuhakikisha na mlinda mlaji. Ni taarifa yake ama sauti yake hiyo, waziri wa habari na mawasiliano na teknolojia Tanzania Jerry Silaa. Gaza imekuwa mbaya zaidi kuliko jana duniani, rais wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu amesema. Akizungumza katika mahojiano katika makao makuu ya ICRC mjini Geneva, Spoljaric amesema ubinadamu haupo tena. Mataifa hayafanyi vya kutosha kumaliza vita, mateso na Wapalestina na kuachilia mateka wa Israel, ameongeza. Wapalestina wanasema wamevuliwa utu wa binadamu, lakini sheria ya kimataifa kibinadamu haionekani tena kuchukua mkondo wake. Kinachotokea Gaza, amesema, kinazidi chochote kinachokubalika kisheria, kimaadili na kiutu. ICRC ni shirika la kimataifa linalofanya kazi katika maeneo ya vita, likiwa ni zaidi ya wafanyakazi 300 huko Gaza, wengi wao wakiwa ni Wapalestina. Nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, vyombo vya habari vya nchi hiyo vimepigwa marufuku kupeperusha taarifa zinazomhusu rais wa zamani Joseph Kabila na chama chake cha PPRD. Kabila yupo Goma, jiji linalodhibitiwa na waasi wa M23, ambapo tunapokea taarifa hiyo kutokea katika jiji hilo. Rais wa zamani Joseph Kabila kusitishwa kwa shughuli za chama chake cha PPRD kwa muda wa siku 60 ni miongoni mwa mambo zilizopigwa marufuku na Baraza la Kudhibiti Mawasiliano, ambalo limesema kupitia mwenyekiti wake Christian Bosembe. Ni marufuku kwa vyombo vya habari na waandishi wote kuripoti chochote au kupeperusha habari kuhusu chama cha PPRD au kuwapa nafasi ya kujieleza kwa viongozi wa chama hicho. Cha pili, kutoa habari ama interview au kuzungumzia aliyekuwa rais wa zamani Joseph Kabila. Nchini DRC, wanaharakati wengi wa kutetea uhuru wa vyombo vya habari na kidemokrasia wamechukulia hatua hiyo kuwa ni ya kiudikteta na wameomba kiongozi huyu kuliondoa. Patrick Abeli ni mwanamemba wa shirika la kutetea waandishi wa habari DRC. Katiba ya DRC imeruhusa kila mtu yoyote kufuatilia habari yoyote inahusu mambo kadhalika. Kunako tunaalika bwana Christian Bosembe aondoshe decision bayo ilifasilie maendeleo ya demokrasia. Hata hivyo, Bosembe amesema hatua yake si ya ukiukaji za uhuru wa vyombo vya habari, ila ni hatua ya tahadhari dhidi ya hujuma wa serikali. Fredy Tenzilonge, Kinshasa, RFI Kiswahili.
Mwanamume mwenye umri wa miaka 22 amekamatwa nchini Pakistan na kukiri kumuua msichana mwenye umri wa miaka 17 aliyekuwa mshawishi wa mitandao ya kijamii Sana Yusuf. Kulingana na polisi, mamlaka inasema inaamini kuwa Umar Hayat alimuua Bi Yusuf nyumbani kwake huko Islamabad siku ya Jumatatu baada ya kukataa kile alichokiita kutaka awe naye urafiki. Inadaiwa pia alijaribu mara kwa mara na akashindwa kukutana naye. Anasema alivamia nyumbani kwake, akafyatua risasi 2, akaiba simu yake na kutoroka. Babake Bi Yusuf, Said Yusuf Hassan, amewaambia wanahabari kwamba alikuwa binti yake wa pekee na alikuwa jasiri sana. Familia yake imekusanyika Shital ambapo Bi Yusuf atazikwa. Katika jiji lile la mji wa Kologi nchini Ujerumani, inafahamishwa takribani watu 20,500 kutoka eneo kubwa katika jiji la wataalamu waweze kutegua mabomu matatu ambayo hayakulipuka katika vita vya pili vya dunia. Mabomu hayo ya Marekani yaligunduliwa siku ya Jumatatu katika kitongoji cha Deutsche, mji huo ulio ambapo katika taarifa imesema mabomu hayo yalipulika bado yanaweza kusababisha hatari katika jiji ambapo limefunga eneo hilo na ukubwa wa mita 1000 sawia na fiti zipatazo 3280 katika kile wanachoelezea kama operesheni kubwa zaidi tangu mwisho wa WW2 ama vita vya pili vya dunia. Nyumba, maduka, hoteli na shule zimeagizwa kuhama pamoja na hospitali kubwa na kituo cha gari moshi. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amekosoa pendekezo la Marekani la makubaliano mapya nyuklia, akisisitiza kwamba haitaacha kurutubisha madini ya urani. Wapatanishi wa Iran wanatazamiwa kujibu katika siku zijazo kwa kile ikulu ya Marekani inachokiita mpango wa kina unaokubalika uliowasilishwa kwenye mazungumzo ya Jumamosi iliyopita. Ripoti ya Marekani imesema pendekezo kuwa Iran isitishe uzalishaji wa madini yake ya uranium yaliyorutubishwa ambayo yanaweza kutumika kutengeneza aina fulani ya kinu na pia silaha za nyuklia na badala yake itegemee muungano wa kikanda kwa ajili ya usambazaji. Akiwa kiongozi mkuu, Khamenei ana usemi wa mwisho juu ya maslahi na muhimu zaidi ya taifa hilo, ikiwa ni pamoja na makubaliano ya nyuklia. Katika hotuba ya kuadhimisha kumbukumbu ya kifo cha mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu Ayatollah Ruhollah Khomeini, amesema kwamba Khamenei alikuwa akizungumza siku ya chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusisitiza kwamba Iran italazimika kusitisha urutubishaji wa madini ya uranium. Watetezi wa haki za binadamu wamesema katika uhuru wa kujieleza na wakili nchini Kenya wamelaani kushtakiwa kwa mwandishi kwa wasifu ambao haujaidhinishwa wa binti ya rais wa Kenya William Ruto. Charlene Ruto alimshutumu Webster Ochola Elijah kwa kutumia vibaya jina lake kwa kuandika kitabu bila kwanza kuomba kibali kutoka kwake. Siku ya Jumanne, mwandishi huyo alikamatwa na kushtakiwa kwa kosa la kuiga kuwa binti wa rais kwenye kitabu kilichoitwa Beyond the Name, Charlene Ruto na the Youth Uprising. Hata hivyo, alikanusha mashtaka hayo na kuachiliwa kwa dhamana. Charlene Ruto aliambia wanahabari kuwa ameripoti kisa hicho kwa polisi na anafuata taratibu za kisheria. Ameorodheshwa kama mlalamishi kwenye karatasi ya mashtaka. Afisa wa ngazi ya juu katika mojawapo ya vyama vikubwa zaidi vya kisiasa nchini Afrika Kusini amefutwa kazi baada ya kutembelea mchungaji wa Malawi mwenye utata mnamo mwezi Aprili. Floyd Shivambu amefutwa kazi kama katibu mkuu wa chama cha Mkoto Wesizwe MK baada ya miezi 6 tu kwa kuhudhuria ibada ya Pasaka katika kanisa la nabii milionea wa Malawi Shepherd Bushiri. Bwana Bushiri kutoka Malawi
alikuwa mmoja wa wahubiri maarufu kusini mwa Afrika alipokamatwa na kushtakiwa kwa udanganyifu nchini Afrika Kusini mwaka 2020. Baada ya kuachiliwa kwa dhamana, alifanikiwa kukimbilia nchini mwake katika mazingira yasiyoeleweka. Afrika Kusini imekuwa ikijaribu kumrejesha nchini humo tangu wakati huo. Bwana Bushiri amekanusha kufanya makosa yote. Chama cha MK ambacho kiliasisiwa na rais wa zamani Jacob Zuma kimesema katika mkutano wa waandishi wa habari Jumatano kwamba kuondolewa kwa bwana Shivambu kumetokea baada ya vitendo vyake kuonekana kuwa kinyume na mwelekeo wa maagizo ya katiba ya chama hicho. Iliongeza kuwa safari hiyo haikuwa mpango ulioidhinishwa rasmi na chama hicho. Hata hivyo, bwana Shivambu anasalia kuwa mwanachama wa chama hicho na badala yake atawakilisha MK katika bunge la kitaifa. Uchaguzi wa wabunge na serikali za mitaa umefanyika hii leo nchini Burundi. Ni uchaguzi unaofanyika baada ya kampeni kukamilika siku ya Jumapili, ambapo raia wa Burundi watapata nafasi ya kuchagua wabunge wao wapatao 100. Baada ya kampeni kukamilika siku ya Jumapili, ambapo raia wa Burundi watapata nafasi ya kuwachagua wabunge wao wapatao 100 na viongozi wa serikali za mitaa. Kwenye uchaguzi wa mwaka 2020, chama tawala chake Rais Evariste Ndayishimiye CNDD-FDD kiliibuka na ushindi kwa kujizolea wabunge wengi bungeni. CNDD-FDD kiliundwa mwaka 1998 baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Burundi na kimekuwa madarakani tangu mwaka 2005. Baadaye mwezi ujao, raia wa Burundi wanaokadiriwa kuwa milioni 13.5 watarejea tena debeni kuwachagua maseneta. Uchaguzi wa Burundi ni moja ya chaguzi kuu zinazofanyika barani Afrika mwaka huu, huku chaguzi nyingine 9 za urais zikitarajiwa kufanyika mwaka huu barani Afrika. Ndege ya mizigo yalipuliwa baada ya kutua katika uwanja wa ndege kule Darfur. Ndege hiyo imeshambuliwa kwa bomu siku ya Jumatano, muda mfupi baada ya kutua katika uwanja wa ndege unaodhibitiwa na mgambo wa kijeshi katika eneo la Darfur Magharibi nchini Sudan, kwa mujibu wa mashuhuda watatu. Uwanja huo wa ndege ulioko Nyala, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kusini, umekuwa ukilengwa mara kwa mara na jeshi la Sudan katika wiki za hivi karibuni, wakati mapigano dhidi ya kikosi cha usaidizi wa haraka RSF yakiendelea tangu Aprili mwaka 23. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na jeshi linaloongozwa na Abdel Fattah el-Burhan, kiongozi wa kijeshi wa Sudan, wala kutoka kwa RSF inayoongozwa na aliyekuwa naibu wake Mohamed Hamdan Daglo. Rais wa Angola Joao Lourenco ameyahimiza mataifa ya Afrika kuongeza uzalishaji wake wa chango kwa lengo la kukabiliana na magonjwa ya milipuko. Kiongozi huyo ambaye kwa hivi sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika amesema hayo wakati wa mazungumzo yake na kwa njia ya mtandao na viongozi wa Afrika iliyojikita katika suala la mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika mataifa kadhaa ya Afrika. Kwa Angola pekee, mlipuko huo umeua watu wapatao 700. Waumini wapatao 86 waliokamatwa katika kanisa la Askofu Gwajima wamechiliwa kwa dhamana. Wakili wa utetezi wa kanisa la Ufuo wa Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima, Peter Kibatala, amesema waumini 86 waliokamatwa baada ya tangazo la serikali la kulifunga kanisa hilo ambapo wameachiliwa. Kibatala amesema wawili nje ya hao bado wanashikiliwa na polisi. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.
Hapo basi unaungana nasi, tunakuletea taarifa kwa utendeti. Ambapo yajayo ni kwamba wakati Waislamu wakianza ibada ya hija, mafundi maalum wa Saudia wanatayarisha kiswa, kitambaa maalum kinachofunika Kaaba, kilichofumwa kwa hariri na pamba ya kukabwa, pamba na kupambwa kwa haya za Qur'an. Vilevile tutafahamisha kwamba fahamu kuhusu bara lako, nchi ipi ambayo haipatikani katika bonde la Ufa. Ndio mambo ambayo namna hiyo itakuwa nakuletea muda si muda. Mpenzi msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yake ya uratibu, kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill namba ni 625625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vilevile ukweli na burudani. Katika makala ya Je Wajua, unafahamu kuhusu bara lako? Ni nchi ipi ambayo haipatikani katika bonde la Ufa? Nchi ipi haipatikani katika bonde la Ufa? Ni Djibouti, Zimbabwe, Malawi, bonde la Ufa linapita katika nchi 11 ambazo ni Eritrea, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, DRC, Malawi, Zambia na Msumbiji. Natumai umeelewa. Uliza swali kwenye Je Wajua, ni nchi ipi ambayo haipatikani katika bonde la Ufa? Ni Djibouti, Zimbabwe, Malawi? Ndio swali na kuuliza. Je, unafahamu hilo? Ni Zimbabwe haipatikani. Eritrea, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, DRC, Malawi, Zambia na Msumbiji zinapatikana katika eneo la bonde la Ufa. Zimbabwe tu ndio haipatikani. Na hiyo nilikuwa swali na jibu ni Zimbabwe. Ndio sehemu hiyo ambapo msikilizaji ya Je Wajua ambayo nimekuletea katika mfumbo huo. Wakati Waislamu wakianza ibada ya hija, mafundi maalum wa Saudi Arabia wanatayarisha kiswa, kitambaa maalum kinachofunika Kaaba, kilichofumwa kwa hariri na pamba na kupambwa kwa aya za Qur'an. Kitambaa hicho kimetengenezwa kwa hariri halisi iliyopakwa rangi nyeusi na kupambwa kwa ustadi kwa kutumia nyuzi safi za fedha na dhahabu. Kiswa hubadilishwa mara moja kwa mwaka wakati wa haji, baada ya mahujaji kupanda mlima Arafat kwa ajili ya maandalizi ya kuwakaribisha mahujaji asubuhi inayofuata, ambayo ndiyo siku ya Eid al-Adha. Mwishoni mwa ibada ya haji, kitambaa kilichoondolewa hukatwa vipande vipande na kupewa watu mashuhuri na mashirika ya kidini kote ulimwenguni. Waislamu kote duniani walioenda kuhiji kule Maka au kwenye maeneo ambayo ni ya swala katika maandaki katika taifa hilo. Wajaji wametembelea Maka katika hatua hiyo kuweza kuenda kuhiji na kwenye maandaki tofauti katika maeneo hayo panapoukwea mlima Arafat.
ambapo wametembelea pango la Hira katika maeneo ya Maka. Ndio hali ambayo, msikilizaji, inajitokeza kwenye hatua hiyo. Katika taarifa zingine ni kwamba Edwin Sifuna, seneta wa jiji kuu la Nairobi, mwanachama wa chama cha ODM, ameweza kusema kwamba serikali ya Kenya iweze kujiondoa kwenye matamshi kwamba inaomba msamaha taifa la Tanzania. Tanzania inapaswa kuiomba Kenya msamaha. Hii ni kauli ya Edwin Sifuna ambaye ni seneta wa Nairobi na katibu mkuu wa chama cha Orange Democratic Movement. Mbali na hivyo, Sifuna pia amemtaka Rais Ruto wa Kenya kutekeleza mambo yafuatayo. Kupitia ukurasa wake wa X, Sifuna ametaka wanachama wote wa chama tawala nchini Tanzania CCM kuzuiliwa kuingia nchini Kenya. Pia ameitaka Kenya ijitoe kwenye maandalizi ya pamoja ya kuandaa michuano ya kombe la mataifa ya Afrika ambayo inapangwa kufanyika kwa ushirikiano na Tanzania na Uganda. Kwa mujibu wake, nchi hizo mbili zinaongozwa kwa misingi ya kidikteta. Na mwishoni kabisa, ameitaka jumuiya ya wanasheria wa Afrika Mashariki kuhamisha sehemu nyingine mkutano wake wa mwaka uliopangwa kufanyika Zanzibar. Katika ujumbe wa moja kwa moja kwa Rais Ruto, Sifuna alimtaka kuondoa kile alichokiita msamaha feki aliotoa kwa Tanzania, akisisitiza kuwa badala yake ni Tanzania ndio inayopaswa kuomba radhi kwa Kenya. Rais Ruto awali aliomba radhi kwa Tanzania na Uganda iwapo Kenya imekosea kwa njia yoyote ile. Kauli ya Sifuna ni mwendelezo wa mvutano kati ya wanaharakati wa Kenya waliotaka kuhudhuria kesi ya kiongozi wa chama cha upinzani Tundu Lissu na kusababisha baadhi yao kushikiliwa na kudai kunyanyaswa kingono. Hata hivyo, polisi nchini Tanzania imewataka wanaodai kunyanyaswa wafungue mashtaka katika mahakama husika. Wakati huo huo, jumuiya ya watetezi wa haki za binadamu duniani wametaka serikali ya Tanzania kuchunguza madai ya kuteswa kwa wanaharakati hao. Je, unadhani matakwa ya seneta wa Kenya yana msingi wowote? Tanzania inapaswa? Ndio swali ambalo tunajiuliza mimi na wewe. Vilevile katika hatua hii ni taarifa ya Afrika Leo asubuhi kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya